Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itajibu kwa nguvu mashambulizi ya usiku wa kuamkia hii leo Julai 29 mwaka 2026 yaliyofanywa na Iran dhidi ya Mali na vikosi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, akiongeza kuwa Tehran italipa gharama kubwa kwa hatua hiyo. Kauli hiyo imeashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili, huku dunia ikifuatilia kwa karibu uwezekano wa kuzuka kwa mapigano makubwa zaidi katika eneo hilo. Akizungumza hii leo Julai 29 mwaka 2026 katika mahojiano ya simu na kituo cha Fox News, Trump alisema Marekani itaipiga Iran kwa nguvu kubwa na kwamba vikosi vya Marekani vitachukua hatua kali za kijeshi kujibu kile alichokiita shambulio la kushtukiza dhidi ya wanajeshi wa Marekani waliopo Jordan. Alisema mashambulizi hayo yaliwalazimu wanajeshi wa Marekani kuwa na muda wa dakika chache tu wa kujiandaa na kuyatungua makombora yaliyokuwa yakielekezwa kwenye kambi zao. Kwa mujibu wa Trump, mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani ilifanikiwa kuyadungua makombora yote yaliyokuwa yakielekezwa kwa vikosi hivyo, jambo ambalo lilizuia madhara makubwa na kuokoa maisha ya wanajeshi waliokuwa katika eneo hilo. Hata hivyo, alisisitiza kuwa tukio hilo linaonyesha kiwango cha tishio kinachotokana na Iran na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Trump pia alizungumzia mashambulizi ya pamoja yaliyofanywa na Marekani na Saudi Arabia dhidi ya makundi yenye uhusiano na Iran nchini Iraq. Alisema operesheni hizo zilifanyika kwa uratibu wa serikali ya Iraq na zililenga maghala silaha, vituo vya uzalishaji wa vifaa vya kijeshi pamoja na miundombinu inayotumiwa na makundi hayo kupanga mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani na ushirika wake. Katika maelezo yake, Trump alitaja makundi yanayoungwa mkono na Iran kama saratani ya dunia, akisema kuwa yamekuwa yakichochea migogoro, kushambulia vikosi vya Marekani na kutishia usalama wa nchi nyingi katika Mashariki ya Kati. Aliongeza kuwa Marekani itaendelea kuyafuatilia na kuyashambulia pale yatakapohatarisha usalama wa wanajeshi wake au washirika wake. Licha ya kutumia lugha kali dhidi ya Iran, Trump alisema hataki kufunga kabisa mlango wa diplomasia. Alieleza kuwa timu ya Marekani inayojadiliana na Iran itaendelea na mazungumzo yaliokuwa yamepangwa, akisema bado kuna nafasi ya kutafuta suluhisho la kisiasa iwapo Iran itaonyesha utayari wa kupunguza mvutano na kusitisha mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani. Kauli hiyo inaonyesha kuwa serikali ya Marekani kwa sasa inafuata mkakati wa kutumia shinikizo la kijeshi sambamba na kuendelea na juhudi za kidiplomasia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuonyesha nguvu za Marekani huku kiacha nafasi ya mazungumzo ili kuzuia mzozo huo kugeuka kuwa vita kamili. Trump pia alizungumzia mkutano wake wa hivi karibuni na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu uliofanyika jana Jumanne. Alisema mazungumzo yao yalikuwa mazuri sana na kuongeza kuwa Netanyahu anaelewa sasa, ingawa hakufafanua alimaanisha nini kauli hiyo. Kauli hiyo imezua maswali kuhusu iwapo viongozi hao walifikia makubaliano mapya kuhusu hatua za kijeshi au kidiplomasia dhidi ya Iran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka baada ya mfululizo wa mashambulizi na hatua za kijeshi zilizoshuhudiwa katika wiki za hivi karibuni, zikiwemo operesheni za Marekani dhidi ya makundi yanayodaiwa kuungwa mkono na Iran nchini Syria na Iraq, pamoja na mashambulizi ya makombora yaliyolenga maeneo yenye vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kutoka pande zote mbili, kuna hatari ya mzozo huo kupanuka na kuyahusisha mataifa mengine katika eneo hilo. Hali hiyo inaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta, biashara ya kimataifa na usalama wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa sasa dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu hatua zitakazochukuliwa na Washington na Tehran katika saa na siku zijazo, huku viongozi wa kimataifa wakitoa wito wa kujizuia na kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo ili kuzuia mzozo huo kugeuka kuwa vita vya kiwango kikubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.